acha ujinga. Ndiyo, nimesema hivyo kwa sababu baadhi yenu mnaingia kwenye hali ambazo zitawafanya muwe chini kila siku, yaani maisha yenu yote. Sikiliza kwa makini. Hii siongei kwa masiara, ila huu ni uelewa wangu tu na kupa bure. Ukiamua kutulia na mwanamke mwenye mtoto, tayari kuna ukweli lazima uelewe, na hakuna mtu atakayekwambia bure hivi hivi. Namba 1, unatakiwa kukubali kwamba wewe sio kipaumbele chake. Mtoto wake ndiye kipaumbele chake na ataendelea kuwa. Sasa usilete hisia za kijinga ukaribu mahusiano yako bure. Ina maana huyo mtoto ni damu yake, maumivu yake, historia yake, kumbukumbu ya kila kitu alichopitia. Lakini hapa ndipo mambo yanaanza kuvutia hivi. Upendo anaokupa ni wa masharti, sio ule wa mapenzi ya sinema, sio ule wa wewe ni mfalme wangu, no. Ni ule wa unaweza kunifanyia nini mimi na mtoto wangu. You get it? Mwanzoni utasikia wa kipekee sana. Atakuchekesha, atakutumia ujumbe, atakupigia simu, anakuita babe. Kisha pole pole kila kitu kinakuwa kuhusu majukumu yake, utoaji, kujitoa. Na huko hapo ukifikiri umepata upendo, ondoka bro, utakufa shauri yako. Jua ya kwamba mnapokubaliana tu kukaa pamoja, basi wakati huo huo umesajiliwa kwenye kazi ya milele ambayo hukuomba. Si unaona jinsi inazidi kuwa mbaya? Kabla sijaenda hata kwenye pointi ya pili, kama wewe ni kijana na hutaki kujifunza kwa njia ngumu sana, hii ndio sababu niliandika kitabu changu kinachoitwa Kanuni 7 za Kijana Mtukutu. Sio kwa wavulana, hii ni kwa wanaume. Kama umechoka na mchanganyiko, udanganyifu na michezo ya hisia, nitumie neno mtukutu na nitakutumia linki, hujisomee, ufaidike. Sasa turudi kwenye somo letu namba 2. Namba 2 ni unatakiwa kukubali kwamba wewe si mwanaume wa pekee katika maisha yake na hutokuja kutokea. So tulia. Sijasema na kusaliti, lakini nimesema nilichosema. Baba wa mtoto wake, huyo mwanaume ameunganishwa na yeye milele kupitia mtoto, kupitia historia, kupitia hisia. Unafikiri imeisha? Haujui tu ninavyokusikilia raha, wewe uliyemwoa single mother. That beautiful. Huenda wasiongee kila siku, lakini siku moja, dharura moja, tukio moja, na boom, muunganiko umeunganishwa kama umeme vile. Si mnasikia zile habari za kupasha viporo utajionea mwenyewe, si umeingia pale. Wewe nani kakudanganya kama single mother uachana na mume wake? Wewe nenda tu uingie mkenge. Nimeona wanaume wengi wakiwekeza pesa, muda, hisia, na wanakuja kugundua nyuma bado anawasiliana na mume wake, baba wa mtoto wake, kwa siri. Inauma Bado sana. Subiri azae na mume wake, kisha aje akupe wewe ule mshenzi wa kiume wewe. Ndiyo, ni kawaida pia. Ukweli wa mwisho ni kwamba unatakiwa kukubali kwamba unaingia kwenye hadithi ambayo ilianzaga hata bado hujaumbwa. Kwa kifupi, unaingilia mwendo katikati ya njia. Wewe sio mhusika mkuu wa mwendo huo. Unaingia katikati ya msimu uliojaa drama ambazo hazijaisha, majeraha ambayo hayajaisha, na historia ambayo ilianza kabla yako. Kwa hiyo jiulize, uko tayari kuongoza msafara huo au uko karibu kuwa somo lingine watasoma wengine kupitia wewe? Chaguo ni lako, lakini usiseme hakuna aliyekuonya. Sasa hii ndio aina ya maudhui ambayo algorithm huificha. Bonyeza subscribe au usinisikie tena. Tunashiriki yale ambayo dunia haitaki uyajue. Tumia hekima tu kijana, utanielewa. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Sio mwingine, ni wako mwalimu Kelvin Ndume, na hii ni EJC Speaker, na hapa tunaangalia ukweli ya maisha.